ambapo aliyekuwa mwakilishi wa kina mama katika kaunti ya Kirinyaga, Wangui Ngirishi, amewataka viongozi katika serikali ya Kenya Kwanza kumpa heshima Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, alikuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua na kinara wa NARC Kenya Martha Karua. Ngirishi akibaini kuwa baadhi ya viongozi mlimani wametuma kuleta migawanyiko na ikiwa hawatasaza siasa hizo watakabiliana nao na hawatakubali Uhuru kukosewa heshima, kwani ni kiongozi aliyesaidia Mlima Kenya kimaendeleo. Hizi barabara za lami zote nani walitutengenezea? Ni Uhuru Kenyatta, si Uhuru Kenyatta? Na saa hii Uhuru Kenyatta he does not have peace anymore. Kuna watu saa hii kila siku wanasema Uhuru asiongee. Kwani mzee akizeeka kwa boma afai kukuja kutupatia advice? Uhuru ni mzee wetu, si mzee wetu? Mimi kama Wangui Ngirishi nasema wale ambao wanaingilia Uhuru Kenyatta wasicheze na sisi watu wa Geshogo. Tunaweza jipanga tukuje tupige duru hadi muachane na yeye. Sasa Uhuru Kenyatta tunasema heshimi. Yeye ameretire, lakini tumemwambia karibu huku kwetu Mount Kenya, come and advise us. We love you Uhuru Kenyatta. Wale wote wanakuja kugawanya mlima yetu, nataka Kariama iseme kwa umoja. Tunasema hii mlima yetu tutakaa pamoja, and we are going to listen to Uhuru Kenyatta akisema kitu, na tutasema anybody who goes against him tunasema mulima tutashikana. Na wale wameanza kusema kwamba tu wengi kutuliko ni kwa sababu wametumwa watugawanye. Mnasikia watu wetu? Mnasikia? Wale wametumwa watugawanye, muwaambie tunawafagia waende nyumbani mapema asubuhi. Serikali tumeichagua. We are living in a country that is democratic. Sisi tunafaa kuwa na freedom of speech, si ndio? Na tunakuwa na freedom of worship, si ndio? Sasa siku nyingine naona wanatumana kwa kanisa wakachapwe. Mimi kama mtu wa Mothers Union nitakubali hiyo maneno?